Watunguyas. I hope mko fiti. Nimetulia hapa kwa stage, niko ndani ya Kamnyama na ngoja nifikiwe kwa line. Now, last week on Thursday I was in ni Friday. Nilikuwa engineer na huko Donyonjero na huko mbele kwenye mkoro wangu wako. Nilikuwa nimemtembelea. So as I was coming back to my mtaa, ule msee tulikuwa na yeye alinipitishia kwa boma mbili. Boma ya kwanza ya mzae fulani, ni watu wote ni wazae, wako hizo miaka zao za inua jamii, hizo za wenye wanafaa wapate hizi pesa za serikali. So ni wazae in short. But kuna kitu moja nilirealize kutoka kwa watu wawili. Ni wazee, wanaume wazee wako na familia zao. So mmoja, he was full of energy. Spiritually he was full of energy, but physically mwili haina nguvu. Yani but the joy of the Lord, yani nguvu za, yani uwepo wa Mungu ulikuwa umemjaa ile design ya, yani ako na furaha. But anasema ingawa mwili sasa mifupa zimeachana, yani nikiinuka hivi nasikia tu kwa but he was full of spirit. Na nikaona msee alikuwa ameinvest na God on his youth age. Yani wakati alikuwa na nguvu, wakati watoto walikuwa na grow, aliinvest na Mungu na akastick on his family. So even though mwili ilikuwa na maumivu, hakuwa na any regrets. Ulikuwa nasikia naambia huyo msee tulikuwa naye anamwambia, manze, mimi natumainia Mungu, nafurahia Mungu, ingawa mifupa sasa niko ile hali sasa ya kukaa chini tu. Mimi sina mambo mingi, labda nitoke kwa boma niende nizurure tu huko kwa barabara, ili sasa nisikae chini sana, juu nikikaa chini sana ndio maumivu inazidi. But he was full of spirit. On the other hand, it was quite opposite. Nikatembelea mzai mwingine. This man ni wale wasee on their prime walikuwa pale. Juu nakumbuka wakati tulikuwa watoto walikuwa mpaka na gari. This man had 2 wives. Na walikuwa nakaa fiti. Mmoja ako Ushago, mwingine ako Kanairo. Na alikuwa na mali zake, alikuwa na duka huku Nairobi CBD. So he was doing well wakati sasa sisi tulikuwa tuna grow. But by the year 2022, his second wife akadedi. Vile alidedi, watoi wake wakafurusha mzai na kumnyang'anya zile mali sasa alikuwa ametafuta. Nairobi alikuwa na maplots, gari zenye alikuwa nazo, maproperty zake. Hawa vijana wake wa bibi wa pili wakafuruka mzai sana mpaka wakamshtaki wakisema hizi mali ni za mama yao. Remember, ni bibi yake wa pili. Ilikuwa inajulikana, hata wife wa kwanza alikuwa anajua kuna bibi mwingine. So hawa watu wengine wamefurusha mzai. So mzai zinaona sana siku zake za usoni za uzeni, imebidi amerudi Moshadha. Kurudi Moshadha, sasa akakuta sasa wife ya kwanza ndio wanakaa naye pale. Sasa mzai hana anything, na moso sisi watu wa mlima, wake zetu venye behave, wale first wives behave wakijua ulikuwa umeoa bibi mwingine, madharau hapa na pale, pei mzee amani. So mzee akaanza kuwa na depression. Kidogo wamefurugana, amefukuza huyu mama. Na ujue ni mtu wameoana for more than 45 years. Juu mimi kama nilikuwa na 10 years, the firstborn alikuwa na mtu yako 5 years. You see, so that means na sasa niko na 33 years. You can imagine, So ni watu naongea kuhusu sasa amemfukuza hii mwaka. So nikaona hizi tofauti mbili. Wakati mzae amefurushwa na watoto, ingawa hiyo ni laana obvious. Hao vijana wasidhani ati wamechukua mali, wamepata tu laana. Juu huwezi furusha mzae na hizi mali watafuta na mama yenu ati mumfukuze juu alikuwa na mabibi wawili. Sasa mko na uoa ati mtanyang'anywa mali zenu. Anyway, that's being stupid. Now
My point is iko hapa hivi. Huyu mzae wakati wa ujana wake ama wakati alikuwa on his prime, alikuwa akamnyweso, alikuwa na bonda raha vizuri. Yeye ni wale after kazi ni hapa, you see. Now wakati sasa nguvu imeisha, umebaki bila, the family that you had imesambaratika, spiritually you are weak, you know. Nikajiuliza swali, sasa mimi ndio niko hapa saa hii, niko na nguvu za kutafuta pesa, niko na nguvu za kutengeneza familia. What will happen in my old age? Nitakuwa side gani? Je, will I invest in God? How is my relationship with God at this prime, at my prime? You know, saa hii ndio najaribu kutengeneza the foundations of my life. You see? Ndio najaribu kutafuta which way forward to invest. Ni hizi shares za Dendenyoro, ni Karaoke Together as One, ninunue mashamba. You know, hapo ndio niko saa hii. But my spiritual life, how is my spiritual life? Ni swali tunafaa tujiulize sisi wote, because someday tutajipata hapo.